نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darsa ya tafsiri ya Qur'ani tunaishi kwenye sura Al-Inshiqaq, na tuko katika sehemu ya mwisho kuanzia aya nambari 16 mpaka aya nambari 25. Na sehemu hii tayari tumekwisha kuifasiri kwa tafsiri tupu ya Kiswahili, na baadaye tukapata al-maana al-mufradati, yani sharh al-mufradati, na pamoja na maana al-jumali. Insha Allah hivi sasa tutaondokea katika falsafa ya ndani, uchambuzi zaidi kuanzia aya nambari 16 mpaka aya nambari 25 ambayo ni mwisho wa sura hii. Katika aya nambari 16 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa kwa kusema fala uqsimu, na imekuja hapa kwa lamu inayoonekana kama kwamba ni ya kukataa, kama kwamba ni lamu nafi. Inaweza kufasiriwa hivyo vile vile. Lamu yake ni lamu ambayo ina alifu na inavutwa, tofauti na zile lamu ambazo huonekana kama ni lamu al-qasam, lamu za viapo. Hapa imekuja pamoja na alif, la uqsim, kama kwamba wala siyapi, lakini mradi wake na apa. Qaddama, imeshatangulia maelezo nyuma, an qulna, kwamba tumesema tulipokuwa katika al-maana al-jumali, na tulipokuwa tukifasiri sharh al-mufradati kuhusu hii la uqsimu, kwamba anna al-araba, hakika wa arabu, i'tadat, wamejizoweza katika mazungumzo yao, antaati bimithli hadha al-qasam, wanapotaka kuapa kuleta mfano wa namna ya kiapo kama hichi. Wakati ule walikuwa wanajua uzito wake namna ya kiapo kama hicho kikija, walikuwa wamejizoweza wao katika mazungumzo yao. Mtu akitaka kuapa huwa anaapa namna kama hiyo, kama namna ya kukanusha vile. Na wanaapa hivyo Waarabu wakati yakunu almuqsamu alayhi, inapokuwa kile ambacho ni chenye kuapiwa. Hina yakunu almuqsamu alayhi, wakati inapokuwa kile ambacho ni chenye kuapiwa. Amran dhahiran, ni jambo lililo wazi kabisa kabisa, hakuna haja hata ya kuapa, kwa sababu jambo lenyewe liko wazi kabisa, kuwa ni kubwa sana, kuwa ni la miujiza, kuwa ni lenye kushangaza watu. Hivi ndivyo wanavyotumia ikiwa chenye kuapiwa ni jambo ambalo dhahiran, liko wazi wazi. La yahtaju, jambo hilo linakuwa halihitaji at-tawkid,
kutiliwa mkazo katika kiapo chake, liko wazi wazi kabisa. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu hapa akaleta kiapo cha namna ile ile wanayozungumza Waarabu, kwa jambo lililo wazi wazi kabisa, halihitaji maneno ya kutilia mkazo jambo hilo. Tutaona vile ambavyo vimeapiwa viko vimejificha au vitaka uchambuzi zaidi, ni vitu ambavyo binadamu wanaviona na wanajua mpaka manufaa yake vile vile. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaleta kiapo namna wanavyozungumza wenyewe. Fakaannahu subhanahu wa ta'ala yakul, basi kwenye kiapo hichi imekuwa kama kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu anasema hivi: la uqsimu bihadhihi al-ashya'a, mimi wala siapii vitu hivyo nitavyovitaja hivi sasa, siviapii, ala ithbati ma adhkuruhu, ili kutaka kuthibitisha yale ambayo nitayataja. Siapii vitu hivyo mimi, sina haja ya kuviapia vitu hivyo. Imekuwa kama kwamba Mwenyezi Mungu kwenye kiapo kama hichi anasema hivyo, yani la uqsimu bihadhihi al-ashya'a, mimi wala siviapii vitu hivi, ala ithbati ma adhkuruhu, juu ya kutaka kuthibitisha yale ambayo mimi nitayataja hapo mbele. Lianna amrahu dhahir, kwa sababu jambo lake liko wazi wazi, sina haja ya kuapa. Ni hapa kitu gani kwa vitu hivyo na jambo lake liko wazi wazi. Wa thubutuhu, na kuthibiti kwake vitu hivyo, ghairu muhtajin ila alhalafi alayhi, wala hapahitaji kuapiwa juu yake. Kuthibiti vitu hivyo ukweli wake dumu daima, havihitaji kiapo chochote kile. Walimwengu wote duniani wanavipata, na sio kama pameapiwa kitu ambacho watakuwa wanaona watu wa mashariki ya ulimwengu peke yao, watu wa magharibi haoni kitu, na watu wa kaskazini peke yao, watu wa kusini haoni kitu, bali dunia nzima. Hivyo ndilo jambo ambalo litashuhudia kwenye kiapo hicho. Ayara baadhi ulamai, na wanaona baadhi ya wanavyuoni vile vile, mbali ya kiapo hichi kuwa kinakuja kama hiyo, wanaona baadhi ya wanavyuoni inma yusta'malu, kwa hakika hutumiwa kiapo kama hichi, hina yakunu alhalafu, wakati kinapokuwa kiapo, ala amrin jalilil qadri, juu ya jambo ambalo ni ukubwa wake. La yakfi alqasamu, wala haitoshi kiapo, liithbatihi, ili paapwe kwa kuthibitisha. Tafsiri yenyewe itakuwa kama hivyo, basi fakaannahu subhanahu wa ta'ala yakul, hapo itakuwa kama kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu, uqsimu bihadhihi al-ashya'a, mimi siviapii vitu hivi ambavyo ninavitaja mbele, ala ithbati ma uridu, juu ya kuthibitisha yale ambayo ninayataka mimi, siapii vitu hivyo. Lianna ithbatahu, kwa sababu kuthibiti kwake vitu hivi, a'zamu wa ajallu, kuthibiti kwake ni kukubwa zaidi, kuthibiti kwake ni kutukufu zaidi, min an yuqsama alayhi, kuliko kuapiwa juu yake vitu hivyo, bihadhihi al-umur, kwa vitu hivi au kwa mambo haya ambayo ni mambo mepesi tu. Basi kiapo kimekuja kwa mambo mepesi, lakini kile ambacho kinaapiwa ni kitu kigharadhu ala hadha, na lengo kubwa hapa linopatikana au faida yake, ala hadha alwajhi, ikiwa itaapiwa kina kama hivi, itakuwa lengo lake ta'dhimul muqsam, ni kuapiwa ukubwa wa chenye kuapiwa, alaihi wa tahfimu sha'nuhu, na kuonyesha kwamba jambo lake zito mno. Lengo lake ni kuonyesha kwamba kile ambacho kitatajwa jawabu ya kiapo ni jambo ambalo kubwa mno. Vile vitu vinavyotajwa kitu gani vile? Si lolote, si chochote kuliko hilo lenye kuapiwa. Utaviangalia kwanza vile vitu vyenyewe. Nini Mwenyezi Mungu kapia? Fala uqsimu bishafaqi, basi naapa kwa shafaq. Shafaq tumesema tulipopita katika mufradati, ni wekundu wa mawingu katika wakati wa magharibi jua linapozama. Pale jua linapoingia, kama utakaa ufukweni mwa bahari, jua linapokuchwa, utaona kama kwamba jua linaingia ndani ya maji. Basi wakati ule jua mkate wake jua, uso wa jua ushapotea, ukitazama kwenye anga karibu na pale ambapo jua limezama, pana kuonyesha kwamba pana mawingu mekundu.
na wekundu wa mawingu yale kwa hakika magharibi peke yake. Ndio maana ikafikwa kusemwa ashafaku alhumra. Mtume kasema mtaitambua magharibi kwa mashaingia wakati wake na bado ingalipo ashafaku alhumra. Saa kama hizi vile utaona mawingu yake yanabaki mekundu mekundu. Hicho kiapo cha mwanzo. Wallaili wama wasaqa, yani ashafaku alhumra fala uqsimu bishafaqi, bimaana fa uqsimu qisman, na apa kiapo ambacho muakkadan kimetiliwa nguvu, bi humrati al-ufuqi, kwa ule wekundu unaonekana kwenye anga, baada al-ghurub, baada ya jua kuzama. Hicho kinapiwa. Ni upuzi mtupu kuapiwa hivyo, kuliko ile jambo ambalo litatajwa nini kimeapiwa. Nini mawingu mekundu? Lakini kwa sababu binadamu wanayaona yale, na huenda yakawapatia faida kwa kujua nyakati zao za swala, na wasafiri vile vile wanapotumia anga, wanapotumia bahari, wanapotumia mpaka nchi kavu, huwa wanaangalia alama ile na wanajua saa kama hizi nitafika safari yangu, au bora niweke kambi hapa hapa, usiku ushaingia na hivi na hivi. Huwa ni alama maalum inampa ile. Jingine ni nyendo za sayari zimekwenda kiajabu na miujiza mpaka kufika wakati ule jua kuonekana sasa linahama katika uso wa sehemu fulani kwenye ardhi na linakwenda kuonekana kwingine katika ulimwengu hivi sasa. Ni kutokana na nyendo za sayari, ikiwemo ndani yake sayari hiyo ya ardhi ambayo walimwengu wamo wanakaa juu yake wanaishi. Pameapiwa hapo vitu kama hivyo, utaviona kama ni vya upuuzi, na kwa Mwenyezi Mungu ni vya upuuzi ndio, lakini kwa wale wanabao wanaapiwa ni mambo makubwa sana kwao. Basi kwa maana nyingine, na maana kwamba wala si viapii vitu hivi mimi kwa kutaka kuthibitisha hilo ninalotaka kuliapia. Sina haja kuvitaja vitu hivi, kwa sababu jambo lenyewe ninaloliapia litakuja wazi wazi linajulikana ukubwa wake. Vitu hivi vinaweza kuwa duni sana hivi. Wallaili wama wasaqa, na ninauapia usiku na vile ambavyo unavikusanya huo usiku. Wallaili wama wasaqa, ay wallaili wama jamaa, na usiku na vile ambavyo umevikusanya usiku huo. Walafa, na ukavikunja, fi dhulmatihi, ndani ya kiza chake. Vitu gani hivyo ambavyo usiku unavikunja ndani ya kiza chake? Nasi kuanzia binadamu wanakunjwa pahala pamoja tu, usiku ukiingia wanajikunyata pahala. Hakuna naokwenda tena kwa mapana na marefu na kurudi. Labda pahala ambapo umepatikana kidogo msaada, mwangaza, na wanadekea watu kwamba vurugu la watu liko mjini pale, watu wengi sana wanafuatia mataa, wanafuatia anasa, labda kidogo itawadanganya, na wala haitochukua muda mrefu, kifika saa 4, 5, 6 basi wamekwisha. Lazima usiku wakunje pahala maalum. Lakini katika maeneo ambayo hakuna mwangaza, hakuna taa za umeme, basi kwa hakika mashamba huko saa kama hizi tayari watu usiku umekwisha kuwa kunja zamani. Washaanza kuwa wanyonge sasa hivi. Kila mmoja amekwenda kwenye kipeno chake sasa. Ni shida kutoka, atatoka kwa dharura kubwa, labda anakwenda msikitini, na msikiti huo pengine ukaribu na yeye sana, ndio atakwenda. Ukiwa mbali wa meli moja tu, basi huwa uchezei tena msikiti huo. Endi tena. Usiku ndo usiku, shakusanya viumbe. Minannasi, kuanzia watu ndo wanokusanywa na usiku huo, wadawabi, na wanyama, yani kila atambaye kwenye ardhi, wa ghairiha, na wengine viumbe mbalimbali usiku na wakusanya. Kwa hivyo wallaili wama wasaqa ay jamaa walafa, na unaapa kwa usiku na vile ambavyo unavikusanya usiku. Halafu la tatu, walqamari, na naapa kwa mwezi, na wala sina haja ya kuapia vitu hivi, bali walimwengu wanaona faida yake wazi wazi, na ni upuzi mtupu vile vile vitu hivi kulinganisha na hilo nitakalolisema huko mbele. Ni kubwa zaidi kuliko huo mwezi, kuliko huo usiku, kuliko hata hayo mawingu mekundu. Walqamari idha tasaqa, na vile vile naapa kwa mwezi, idha takamala wa tamma nuruhu, wakati unapokamilika ukaonekana duara lake ni duara ambalo kamili. Wa tamma nuruhu, na nuru yake katimia. Hapo ndo inakuwa alqamari idha tasaqa, yani takamal, unapokamilika. Maana mwezi unaonekana kimambo ya tofauti. Pale mwanzo unapokuwa unaitwa hilal, yani mwezi mchanga unapoandama,
huoni duara lake kamili na hauna nuru. Duara lake kama tarehe 29 pale au 30 ni jimbamba sana, ni kijinusu tu labda hivi, au robo tupu unaiona, pengine hata nusu usione. Halafu nuru yake inakuwa ndogo mno, wala hakuna nuru, na wala haukai kwenye anga ila muda mdogo tu basi, dakika 7, 12, 13 basi umetoweka, unapokuwa mwezi mpungufu unaandama mchanga. Halafu baadaye unakuja katika hali ya kuanza kuonekana mwangaza wake, nuru yake inaanza kidogo kukoza koza, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, lakini duara lake bado halikutimia, utaona upande kidogo hivi. Hatimaye katika siku za Lailatul Badri, usiku wa tarehe 13, 14 na 15, hapo ndo usiku ule ba mwezi inakamilika duara lake na mwangaza wake, taa inawaka dunia nzima. Kiza kinapungua wakati huo, na kidogo mtu anayeko ardhini anaweza kadanganyika kidogo kwa mwangaza unaonekana pale. Giza linakuwa limepungua. Halafu unarejea tena mwezi kwa haonekani tena, utaanza vile vile safari yake. Kwa hivyo wal qamari idha tasaka, yani wal qamari idha takamala wa tamma nuruhu, mwezi unapokamilika duara lake na kutimia mwangaza wake vile vile. Hivi ni viapo vitatu. Kwa maana nyingine, uqsimu bihadhihi al-ashya'a, naapa kwa kuvitaja vitu hivi, idha tadabbara al-insanu, wakati atakapozingatia mwanadamu. Uqsimu bihadhihi al-ashya'a, naapa kwa vitu hivi, allati, vitu ambavyo, idha tadabbara al-insanu, wakati atapozingatia mwanadamu, amraha, jambo lake, vitu hivi, istadalla, mara moja ataweza kutoa dalili mwanadamu, jalaliha, namna gani ulivyo utukufu wake vitu hivyo vilivyopiwa, mbali jawabu itakayokuja mbele. Jawabu ndo kitu kikubwa zaidi. Hivi vitu vinaweza kuonekana ni upuzi mtupu kuliko hilo jawabu la kiapo, lakini na hivyo vitu vyenyewe vilivyopiwa vile vile ni muujiza. Maana Mwenyezi Mungu hana haja ya kuapa, lakini kama atataja vitu alivyoviumba, basi kwanza ataka viumbe wazingatie vile vitu, na halafu wajiulize kwa nini muumbaji akaapa kwa vitu hivi. Bila shaka jawabu ya kiapo ni jambo zito sana, ni jambo gumu sana, inaonesha kwamba amekamia sana. Wala kiumbe asifanye maskhara, inakuwa kuna mambo ambayo atapambana nayo magumu mno. Idha tadabbara al-insanu, vile ambavyo vimeapiwa kama atavizingatia mwanadamu, amraha, jambo lake lilivyo, istadalla bijalaliha, ataweza kutoa dalili ya mara moja kwamba hivyo vitu vimeapiwa vitukufu. Tena hapo ndipo atapata kupima jawabu ya kiapo, kwani kile kilichoapiwa vitu hivyo ni kitu gani? Hapa Mwenyezi Mungu anaapia, anataka kusema nini? Hii habari ya kwanza, fala uqsimu bishafaqi wal layli wama wasaqa wal qamari idha tasaka, anataka kusema nini mbele? Kwani mbona ametaja vitu vikubwa sana, ni vitu vya miujiza. Wa azamati sha'niha, mara moja mwanadamu akizingatia ataweza kuona ukubwa wa jambo lake, ala qudrati mubda'iha, juu ya utukufu au uwezo mkubwa sana wa kuanzishwa vitu hivyo ambavyo vilikuwa havipo katika anga, havikuwepo katika dunia. Basi yule mwanzishaji wake lazima awe ni bingwa, mwenye hikma, mwenye nguvu, mwenye ilmu kubwa mno. Tangu dunia kuumbwa basi mpaka leo mambo hayo yanakwenda kwa wakati wake, kila kimoja ukifika wakati wake utokeza mwezi, alimradi spidi ni ile ile, dunia inakwenda vile vile, usiku mchana, usiku mchana. Kwa hakika yule ambaye amefanya vitu hivyo lazima awe ni mwenye uwezo mkubwa mno. Si uwezo tu, ni mwenye makadirio yaliyokuwa makubwa mno. Si makadirio tu, ni mwenye ilmu iliyokuwa kubwa mno, bali ni mwenye utukufu mkubwa mno. Jawabu ya kiapo sasa, kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka kukisema, asili ya kutaja fala uqsimu bishafaqi wal layli wama wasaqa wal qamari idha tasaqa, jawabu ya kiapo sasa inakuja kwa lamu yenyewe ya kiapo, sio lamu ile la uqsimu. Ile la inaweza kufasiriwa hata sina haja ya kuapa, si viapi vitu hivi kwamba ndo nimeona. Msije mkajiuliza kwamba kwani hana vitu vingine. Ndo nini ashafaq wal layli wama wasaqa, ndo kasema nini hapa? Wal qamari idha tasaqa, ndo kasema nini hapa?
basi maana ya kutia ile la inaweza kuwa lamu vile vile nafi, inakanusha. Wala si api mimi kwa kuvitaja vitu hivi kwamba ndo sinacho chengine kikubwa cha kukizungumza, au itatokezea wakati mwingine anipiku aweka umba vitu vingine vikubwa zaidi kuliko hivi ambavyo vitaja. Wala si viapi vitu hivi, pamoja na kwamba hatatokezea mwenye kuvipiku, lakini la uqsim, wala si viapi vitu hivi kwamba ndo vitu vikubwa sana kuliko hilo ambalo nitakulisema. Lakini kama mtu mwenye kuzingatia akiona kwamba pameapo kitu kikubwa, basi ataweza kujua mpaka jawabu ya kiapo vile vile kwamba ni jawabu kubwa sana. Kwa hivyo atajiandaa, atajitayarisha, ataogopa kutokana na vile ambavyo anaviona. Na walioko ardhini kwa hakika watu wa kawaida hawezi kuona hii astronomy hasa ukubwa wake na muujiza yake. Lakini wanaanga kama wataingia katika Qur'ani, waanze kuona kwamba na waanze kuifahamu lugha ya Kiarabu kwamba hichi ni kiapo na kinakuja kwa balagha zake, nini maana la uqsimu, waje wafahamu wanaanga waliokuwa wanadumu katika elimu hizi za nyota hizi, waje wamfahamu muumbaji hapa kwamba ameapa, halafu jawabu ya kiapo, basi mara moja utaona wanaweka kalamu chini, wanaserenda, wanatamka shahada mbili mara moja tu. Huwa hawazunguki duru kubwa, ni kwamba hawajafahamu. Wengi waliokuwa si Waislamu lugha hii si yao, imewapita upande, hawakijui uzito kitu gani kinazungumzwa kwa uzito mkubwa mno. Lakini siku wanapofahamu basi hawachukui duru kubwa. Na Mwenyezi Mungu amesema inma yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wale ambao wanaweza kumuogopa Mwenyezi Mungu ni katika waja wake ambao wamebobea kwenye ilmu. Kwanza ni wale waja wake ambao wamesoma sana. Watu wa kawaida kumtajia mawingu, kumtajia usiku na unavyovikusanya, kumtajia mpaka mwezi namna unavyokamilika na kutoa nuru yake, faida yake hawaijui. Labda kidogo wavuvi wanajua, kidogo wanajua time ile ya mwezi kuchukua duru lake. Kwa hakika wao wanajua siku zile kwa hakika machumi ya uvuvi inakuwa si makubwa sana. Kwa hivyo wako wanaopandisha vyombo vyao juu kabisa, hawendi, wanangojea usiku wa kiza. Pakiapiwa vile wavuvi kidogo watajua kwamba ile bahari huwa ina walakini wake siku za mwezi kutimia nuru yake, kuna problem zake. Lakini wao watavizia mpaka usiku wa kiza, na kwa hivyo usiku wa kiza ule ndo wanautumia, wanawasha karabai zao, hapo ndo wanapata hasa kuvuna barabara kuliko usiku wa mwezi. Kidogo wavuvi watafahamu hapa kwamba hapa mambo yamezungumzwa makubwa mno. Akuja kwenye jawabu ya kiapo, kwa nini Mwenyezi Mungu akavitaja vitu hivi kama na hapa? Naam, jawabu ya kiapo la tarkabunna tabaqan an tabaqin, hii ndio jawabu yenyewe. Kilichopiwa kuzunguka kote kule kwa vitu vitatu: ashafaq, al-laili wa ma wasak, al-qamari idha tasak. Kwa hakika la tarkabunna, nimeapa kwamba naapa wallahi nyinyi mtapanda tabaka baada ya tabaka katika mambo magumu, mambo ya ajabu. Mara tu mtapoingia katika sakarati mauti, pale inaanza tabaka kwa tabaka, stage baada stage. Ni mambo ambayo huwezi kuyakadiria kwenye akili mpaka ukayapata, labda hivi, labda hivi, labda hivi. Ni mambo ya ajabu, ajabu tupu, vitisho vitupu, vishindo vitupu, miujiza mitupu. Kumbe kuna ulimwengu tena uko karibu sana, macho yamewekewa pazia. Kumbe kuna dunia ambayo nyingine hapa ipo. Kumbe kuna mambo yamefichwa. Kumbe kuna viumbe hivi sasa hivi havionekani kwa macho na binadamu. Hayo yataanza kudhihiri kwake, yataanza kuona kila kitu. Na ndiyo maana Mtume amewahusia Waislamu, mkimuona mwenzenu yuko kwenye sakaratil mauti, macho yakikubadilikia yale, hana kauli tena, akili yake hata kama utamuita hazingatii unamwambia nini sasa. Na ukianza kumgusa miguu imeshaanza kupoza baridi, na nyayo zimeshaacha, haziko katika hali ya kawaida, basi yale macho kwa hakika anza na mapema kuyalaza, mfumbe macho. Kwa sababu sasa ameshahama katika dunia hii, yuko kuyaangalia mambo katika mambo ya ajabu kabisa, hajapata kuyaona. Na mambo haya Mwenyezi Mungu anayaapia, la tarkabunna, wallahi mtapanda. Hamyajui mambo niliyokadiria, niliyopanga, nilichokipanga kwa ajili yenu. Mtapanda, mtasafiri, na safari hiyo inaitwa as-safaru tawil, safari ndefu, haina kikomo tena hiyo. Siku zote umezoea wewe safari yako fupi, unakwenda hapa na Maskati unarejea, umekusharudi.
Umetoka umekwenda kwenye biashara zako Bangkok, umerejea, safari ndogo sana hiyo. Umekwenda Marekani, umefanya biashara zako, umerejea. Umekwenda London, umerejea. Au umetoka mjini mpaka shamba, umerejea, safari ndogo sana hii. Iko siku utasafiri safaru tawil, safari ndefu wala haina mwisho wake. Wewe unasafiri tu, na ukitoka stage hii unaingia stage nyingine, stage hii stage nyingine. La tarkabunna, na hapa kuwa mtapanda, tabaqan an tabaqin. Ai maana ya maneno haya, la tulakunna halan, na hapa kuwa mtakutana na mageuko ya mambo, hali baada halin, baada ya kumalizika hali fulani inakuja hali nyingine, na hali zote hizo ba'dhuha ashaddu min ba'dhin, baadhi yake ni ngumu zaidi kuliko nyingine. Na mauti, hayo mambo yataanzia kwenye mauti pale mtu anapokata roho, pale ndio mambo yanaanzia pale. Wal ba'thi, mpaka kufikia kwenye kufufuliwa pale, kuanzia kwenye mauti na maisha yatakuwa nayo katika barzakhi, kwenye kaburi. Kwenye barzakhi ni mambo ambayo safari ndefu haina mfano. Imma atakuwa katika stage za raha sana ambazo hajakadiria. Alqabru imma rawdatun min riyadhil janna, kaburi si kama ni handaki, si kama ni shimo kama unavyoliona, si shimo tena, linabadilika baadaye. Kama itakuwa ni rawdatun min riyadhil janna, bustani mojawapo katika bustani nzuri sana za peponi kwa mtu mwema. Allahumma ja'alna min haula. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao wema ambao watapata kurithishwa rawdatun min riyadhil janna. Au kama si bustani katika bustani za peponi, hufratun, itakuwa ni shimo moja, min hufarin nirani, katika mashimo ya motoni. Safari anakwenda nayo mtu stage baada stage, hafiki, na kila anapokanyaga anakwenda pakubwa zaidi, ima pagumu zaidi katika raha zake za nyuma hata kazisahau, au itakuwa ni stage anapanda kubwa zaidi katika babala yake. Tarkabunna tabaqan an tabaqin, ay la tulakunna, na hapa kuwa mtakutana, ayuha nasu, enyi watu, na nini? Umuran, mambo, mijambo. Baada umurin, baada ya mambo, mijambo baada ya mijambo. Ukiwamaliza malaika wale waliokuja kukutoa roho, wanakuja unakutana na wengine kaburini pale, na utaona kwamba mimi nilidhani kwamba wale ndio hakuna wengine wenye nguvu zaidi na wakali zaidi, kumbe wakaburi ndio wakali zaidi kaburini. Na wakiondoka wale munkar na nakiri kaburini, unakuja kuomba nao ni wengine, ila pahala ukana na wengine, mpaka inafika siku ya kufufuliwa. Wa hawali alqiyama, tena baadaye vinafuatia vishindo vya kiyama, maukifu yenyewe namna gani kutoka kwenye ardhi, mbio zitakazokwenda na viumbe. Hali ni hali ya kutisha mbaya, bila ya nguo, viumbe wote kadamnasi wako katika hali ya kwamba uchi kama walivyoumbwa, kama walivyotoka katika matumbo ya mama zao, lakini hakuna hata mmoja mwenye kushughulika kwamba mwenzake yuko uchi, hashughuliki mtu. Al-amru ashaddu. Mama Aisha alimuuliza Mtume, ina maana hapo watu watapotoka makaburini kwamba hawana nguo hata moja, patakuwa na mkusanyiko wanawake na wanaume pamoja, au itakuwa wanaume mbali na wanawake mbali? Akamwambia Aisha, unauliza swala gani unauliza sasa kama hizi? Wapi mambo hayo bwana? Al-amru ashaddu, hilo jambo ni zito zaidi, min an yanzura ahaduhum awrata ba'd, kuliko kuangalia mmoja wao uchi wa mwingine. Hakuna haja ya kuzingatia hivyo. Ikikufika balaa duniani huna haja ya kuangalia chochote kile, wala ukiona ladha yake wala kitu gani duniani. Kama itakufika jambo iko la kuumwa au hofu, basi naam, huwezi kuona chochote kile. Sikwambii tena mbonyeni huko. Basi umuran baada umurin, mtakutana na mambo baada ya mambo, wa ahwalan baada ahwalin, na hali hii baada ya hali nyingine. Ila mpaka an tasiru ila rabbikum, mpaka mtapogeukia mkaelekea kwa Mola wenu. Wa hunaka, na huko mkifika hukumu inamalizwa. Hunaka alkhuludu fil jannati au narin, kuna kuja safari nyingine tena ya milele, haishi, haimaliziki safari.
Ima ni kukaa milele katika maisha ya pepo au kukaa milele katika maisha ya moto. Hapo ndo kituo, na inakuwa si kituo, mtu anaendelea bado na safari za adhabu au safari za raha. Hakia mwisho bado, safarun tawil, safari yake ndefu sana hiyo. La tarkabunna tabaqan an tabaqin wa yadkhulu hadhihi, na moja kwa moja kilugha na kimakusudio yanaingia fi hadhihi alahwali, katika hali hizi zilizotajwa hapa, tabaka baada ya tabaka, jami'ul atwari, mizunguko yote hapa inaingia, inafanya kazi hapa. Hali ya stage za mwanadamu tokea kabla ya kuumbwa, tokea kabla ya kuwa yeye ni sperm, mpaka amekuwa ni funza, kisha temwa kwenye mgongo wa baba yake, mpaka anaingia katika yai katika tumbo la mama yake. Hii katika tafsiri vile vile inaingia stage hii, la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Tayari viumbe wameshapanda stage hizo, tokea wameumbwa mpaka wamekaa tumboni, na kule tumboni kulikuwa na stage vile vile, stage za kiajabu. Usistaajabu Mwenyezi Mungu kukwambia kwamba utapanda tena daraja baada ya daraja, kwa sababu tayari wewe umeshajiona, na kama kujiona madaktari na prove kwamba kumepita stage za kiajabu kwa binadamu. Kama nini? Kwa mfano, kama ule mfuko anaokalia mwanadamu katika kutayarishwa tumboni kwa mama yake. Hiyo ni stage ya mwanzo kabisa inayokuja. Na hicho kijifuko chenyewe katika milimita zilizokuwa ndogo hata macho hayaoni. Anapofanikiwa kuingia na kwa mdogo sana, tena hajulikani kichwa kiko wapi, wala miguu iko wapi, wala mikono iko wapi, ni kiburungutu kidude tu. Hiyo ni stage ya mwanzo kabisa inayokuja. Na hicho kijifuko chenyewe ni urefu wa sentimita 7. Wale ambao wameingia skuli wanajua sentimita ni kitu gani. Sentimita 7 mfuko anaokalia mwana ndani ya mfuko kwenye bag. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Haya Mwenyezi Mungu anayezungumza. Je, mtakataa kwani? Kama mtakataa, kataeni kwa dalili na hoja, na kwambeni mtapanda stage baada ya stage, aminini hivyo. Na kama mnakanusha, basi je, mtakataa kwamba sisi tutakuumbeni nyinyi min ma'in mahin, kutokana na maji yaliyodhalili. Maji hayo ndio yamesukuma huyo funza wenyewe akakuwa pushed mpaka akaenda kule. Yeye mwenyewe funza hajiwezi, ambaye atakuwa binadamu funza huyo baadaye hajiwezi, atakwenda hawezi. Amesukumwa mima'in dafiqin, na maji ya chupayo kwa kasi, amesukumwa na yeye vile vile ameingia kwenye pala. Yeye mwenyewe ni tepetepe funza ambaye mpaka asukumwe na maji yaliyotumiwa kumsukumia. Wallahi akiingia kwenye nguo yake mtu ni kinyaa. Vile alivyo harufu yake lazima akoshe. Mahin, dhalili maji yenyewe. Faja'alnahu, tukamfanya kiumbe huyo fi qararin, katika kituo makin, kilichokuwa madhubuti. Hiyo stage hiyo, kituo makini hicho. Alipoulizwa bwana mtume, hii nini hasa kituo hicho, alisema kis, huu ni mfuko. Mfuko huo sentimita zake 7 urefu, na mapana sentimita 5, na halafu kwenda juu kwake sentimita 2.5. Mdogo mno. Kitoto kichanga ndo kinakaa mle. Tena basi hayo mambo si kama yamefanyika kwa mataa mengi kuwepo na mchana uliokuwa mkubwa, ya kwamba kionekane kila kitu kinachofanywa pale, nyusi pahala pake zikae wapi nyusi, na kope zikae pahala gani, na jicho kwa saizi gani ziwe. Si kama kulikuwa na mataa yamemurika tele, hapana. Khalaqakum fi butuni ummahatikum fi dhulumatin 3, katika viza vitatu. Viza vyenyewe vikubwa tena vitatu. Utajua kwamba naam, anawazungumza haya kama kamfanya mwanadamu kama hivi. Alladhi sawwarakum fa ahsana suwarakum fi dhulumatin 3, kama ni viza vitatu, ama kwa hakika huyo lazima awe muumbaji, na lazima adai madai ya haki kabisa, la ilaha, hakuna yoyote afai kuabudiwa illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Hayo ni madai ya haki kwa upande wake, ana haki kuyadai, hawezi kutokezea mwingine akalingana naye. Usifikirie kwamba kuumba kwenyewe palitumika mataa mengi mno, na darubini kusogezwa, mikroskopu, kuna vingine vichunguliwe, vijulikane, maana kiumbe anakuja hana hata meno. Hayo meno yatayarishwe, yatakaa kwenye ufizi gani?
kwa saizi gani, kila kiungo kuweka pala pake, hilo sikio hilo liweje mpaka aweze kusikia, zile nyuzi ziliyomo ndani ya sikio nyembamba mno zipangwe kwa mpango gani. Usidhani hayo yote yamefanywa kwa mataa mengi kuwepo. Fi dhulumatin thalath, amefanywa binadamu kwenye viza vitatu, kiza totoro, hakuna anaona huko ndani huko. Khalqan min ba'di khalqin, tena asema Mwenyezi Mungu kama hapa, la tarkabunna tabaqan an tabaqin, khalaqakum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin, umbo baada ya umbo, stage baada ya stage, fi dhulumatin thalathin, ndani ya viza vitatu. Wakati huo ajabu iliyopo huko kwenye viza vitatu, oxygen inapenya automatically. Mama mtu akibreathe oxygen, na kile kitoto tayari kimekwisha pewa roho baada ya 43 kufika tumboni. Siku 40 mara 3, yani siku 120, kiasi cha miezi 4 hivi tayari uhai. Na oxygen anaitaka ili apate kuwa hai. Kwa hivyo mama mtu akibreathe kule duniani kwenye anga la dunia, na mtoto kwenye viza vitatu ana breathe na vile vile. Mama mtu akila chakula, na yeye itabidi apate kwa namna ya kiajabu chakula kile anachokula mamake. Mamake amesafa, ana njaa maskini mno, na yeye vile vile atasafa kule vile vile. Hatimaye hatweti tena, hatimaye hapigi tena, hachezi tena. Anaambiwa mama mtu kwamba hujala chakula bora na hivi na hivi na hivi na hivi. Mtoto hapigi tena kwa sababu ilimtegemea yeye mama mtu. Fi dhulumatin thalathin, hizi ni stage ambazo watu hawazikanushi, basi na hizo Mwenyezi Mungu anazoziapia mbele huko wasizikanushi. Watapambana na tabaqan an tabaqin, daraja baada ya daraja, ila an tasiru, mpaka mtapogeukia kuwa ila rabbikum, kufika kwa Mola wenu. Wa hunaka, na huko mkifika, alkhuludu fil jannati au an-nari, ni kukaa milele katika pepo au moto. Wayadkhulu, na yanaingia moja kwa moja, fi hadhihi alahwali, katika hali hizi, jami'ul atwari, ile migeuko yote anayokuwa nayo mwanadamu, marrat, ambayo iliwahi kumpitia, bihi, yeye mwanadamu, mundhu an kana nutfatan, tangu alipokuwa yeye ni mbegu ya uzazi, fi batni ummihi, ndani ya tumbo la mama yake. Hali hizi pia unaweza kuzihesabu tokea hapo vile vile. Ndipo utapojua Mwenyezi Mungu kama ameapa kiapo kikubwa. Tayari hizo stage madaktari washaziona na wataalamu washazieleza. Kwa hivyo hayo mengine hayo yakubali, kama ulivyogundua hayo, basi hayo yanakuwa ni makubwa zaidi. Haya nini upuzi mtupu haya? Hayo ya mbele huko ni makubwa zaidi. Ila ansara shakhsan, stages zinaendelea mpaka anapokuwa mtu kamili binadamu. Maana baada ya kuzaliwa si mtu kamili bado, bora mbuzi. Mbuzi haitimizi siku nyingi, pale pale akizaliwa tu ataanza kuchupa chupa pale pale, na hakuna hata haja kumuonesha ziwa liko wapi la mama yake, na alijua. Kifika wiki moja mbuzi tayari bwana, pengine ana sprint kuliko binadamu, wiki moja tu. Na hayawani wengine wamezidi wao kuliko hata huyo mbuzi. Mara tu baada ya kutagwa tu, baada ya kuanguliwa tu, tayari shakuwa anajimudu mwenyewe. Lakini binadamu bado kabisa. Mama yake amekoga 40 baada ya kumzaa, mtoto hajiwezi kabisa. Ataanzi kumpangusa hajui, anamkera kwenye macho pale, anamkera, hajui wala hajiwezi. Shida ya ulezi miaka 2 anapambana nayo mama mtu, na baada ya miaka 2 ana ulezi mwingine vile vile. Kisha mtoto anafika kwenye hatari, umri mbaya sana wa kuweza kupotoka na kuongoka. Pale anapoondokea pale, anafika stage ambayo kwenye tahta albaligh na mpaka kubaligh, mama mtu na baba mtu wanahangaika sana kwa watoto wao pale kwa tule, ikiwa wanawake au wanaume. Paka anapokuja kuwa mtu binadamu na akili yake zimemtulia, keshaweza kujiendesha, anakabidhiwa mume sasa, anakabidhiwa mke sasa, ofwe, alhamdulillah. Na pengine wengine bado mpaka kukabidhiwa mume, mpaka kukabidhiwa mke, bado
still analelewa, anafundishwa, analishiwa, hajiwezi hata kumlisha mke amwezi, nguo apewe, chakula apewe, bado pengine bado wazazi wanaendelea tu kulea tu na kufundisha tu, kesi hazishi, hajui hata binadamu wake ukoje, ibada ya Mola wake haijui. Binadamu hivi ndivyo alivyo, hivi ni stage, daraja baada ya daraja, hapa na pale. Wama marra bihi, na yanaingia moja kwa moja kwenye aya hii yale yaliyompitia mwanadamu fi hayatihi alula, katika maisha yake ya mwanzo duniani, min tufulatin, kuanzia utoto uchanga wake, wa shaykhuhatin, mpaka kwenda katika utu uzima wake, thumma mautihi, kisha baadaye yanakuja mauti yake, thumma hashrihi, kisha kukusanywa kwake, yani kufufuliwa, lilhisabi, kwa ajili ya hisabu. Aya hii unaweza kuitia hapo hapo, la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Mwenyezi Mungu anaapa kwamba mtapanda daraja baada ya daraja, kama mlivyokuwa mmepanda huko mnakotoka, na hivi sasa hivi mko hai ndo mnapanda hivyo hivyo. Jana nilipokuwa darasani kule msikitini leo, niliwazungumzia jamaa kule kwamba mchana alinifuata kijana mmoja, ana huzuni sana, kainama, utamuonea huruma, ananiambia nahitaji dua sana mimi mwenyewe, kwanza moyo wangu upate kunitulia, maki nimechanganyikiwa. Haya, namna gani? Nimechanganyikiwa kwa sababu na huyo ambaye nataka tuombe dua sote, mimi na yeye vile vile. Vipi? Ananiambia naam, mzee wangu amekatwa miguu yote miwili na mikono yote miwili, sasa yuko hai duniani, hana miguu na mikono. Namwambia kisa kimeanza vipi? Ilikuwa ni kansa? Anambia hapana. Kisa mwenyewe anavyozungumza, kateremka kaburini katika mwana wa ndani kumlaza maiti. Bas kule ndani ya kaburi kuna kitu chochote ambacho kilimchoma choma, labda akahisi mguu na mwashawasha tu, mwanzo umeanza hivyo tu mambo yenyewe. Anakuna akijipara, hatimaye mbona imekuwa ni usumbufu sasa. Sumu inakwenda, sumu inaendelea, madaktari wanamwambia lazima mguu utoke au hai utapotea. Ikabidi utoke mguu kushoto kwanza. Hatimaye kiajabu kabisa, wala haielekei vipi, mguu wa kulia nao vile vile umeanza kuuma. Madaktari wanamwambia na huu lazima utoke, huwezi kupona, huwezi kuishi. Mguu wa kulia ukatoka. Kwa maajabu kabisa, mara mkono nao vile vile unaanza mambo yale yale. Ikabidi mkono mmoja utoke. Anamwambia hivi majuzi ndio umekwenda mkono mwingine vile vile, kwa sababu anasema mimi mwenyewe hapa nilipo muuguzaji nimechanganyikiwa. Maana mkadirie mwenyewe mtu ambaye yuko katika hali kama hiyo, kula kwake mpaka mpate mtu amlishe. Sasa atamnyama kula mwenyewe, na kama atakwenda haja vile vile lazima ampate mtu sasa hivi wa kumstanjisha. Sasa amerejea kwenye utoto uchanga. Kiapo hichi kilichoapiwa, fala uqsimu bishafaq, kizingatio kwa makini kabisa. Mwenyezi Mungu hapa anazungumza maneno makubwa mno. Jeuri ya binadamu sasa hapa ikae upande kabisa. Muumbaji anasema maneno makubwa mno. Pengine vile vilivyotajwa vya kuapiwa utaona kama pamesema nini, kwa ni shafaq? Nini shafaq? Wekundu wa mawingu magharibi, wallaili wa ma wasak, ndo nini? Nani asojua usiku? Kwani kama kuna kiza katika usiku ndo kitu gani? Pamesema nini? Kwani kikubwa mno, hata mnatutisha. Kuna moto we, kuna kitu gani we? Kwani kitu gani usiku nacho nobe? Nani asofahamu usiku? Na wao usiku ukitisha, wakati huo ndo ukitisha. Leo teknolojia usiku ndo kitu gani usiku leo? Watu duniani usiku kama mchana leo bwana. Duniani usiku ni kama mchana tu, harakati zinaanzia usiku, bali usiku ndo kubwa zaidi kuliko mchana. Na unapendeza, baridi, jua halipo tena, upepo mzuri, na mataa kila unapokwenda yanawaka. Watu ndo kwanza wanastarehe usiku kucha mpaka asubuhi. Ndo kitu gani usiku? Huenda mtu asione kitu pale kwenye usiku, lakini kiapo kilichoapiwa kama atazingatia kidogo tu atajua kama hapa Rabbul Izza anasema maneno makubwa mno. Tizama sasa, aliposema mtapanda daraja baada ya daraja, ni kwamba tayari binadamu keshazipanda daraja hizo, na hivi sasa hajijui atamalizika vipi. Ataondoka duniani akiwa na viungo vyake kamili, au kitaanza kutangulia kimoja baada ya kimoja. Hiyo vile vile ni stage, tabaqan an tabaqin, na hiyo vile vile. Wayadkhulu fi hadhihi alahwali, inaingia moja kwa moja katika hali hizi,
jami'ul atwari, ile migeuko ya daraja yote, allati, migeuko ambayo marrat bihi, imepita migeuko hiyo kwa mwanadamu, mundhu an kana nutfatan, tangu alipokuwa yeye ni mbegu ya uzazi, fi batni ummihi, ndani ya tumbo la mama yake, ila an sara shakhsan, mpaka pale alipokuwa mtu binadamu kamili mwenye akili yake, akawa sasa hata wazee wake wametulia kwamba sasa mtoto kishakuwa anajiweza, anaweza kukabidhiwa nyumba yake sasa. Shakhsan wama marra bihi, na ile hali ambayo imempitia yeye mwanadamu, fi hayatihi, ndani ya uhai wake, vile vile inaweza kufasiriwa na aya hii, la tarkabunna tabaqan an tabaqin, fi hayati alula, min tufulatin, kuanzia kwenye utoto uchanga wake, wa shaykhukhatin, na mpaka kwa mtu mzima kwake, thumma mautihi, kisha baadaye mauti yake, thumma hashrihi lilhisabi, kisha mkusanyo wake atapokusanywa kwa ajili ya kulipwa, thumma masirihi, kisha kuelekea kwenye mageuko yake, ila aljannati au an-nari, kuelekea kwenye pepo kupumzika au kwenye moto kuadhibiwa. Wal khulasa, na ufupi wa maneno haya ni kwamba la tarkabunna halan, mtapanda kwenye hali baada halin, baada ya kumalizika hali fulani. Wal halu thaniya, na hali ya pili inayokuja, tutabiqul ula, itakaliana na ya mwanzo, yani itakuwa hiyo kubwa zaidi kuliko ile ya chini iliondokea duniani. Yani la takunanna fi hayatin ukhra, hapa kwa maneno mengine itakuwa mtakuja kuwa nyinyi katika uhai mwingine unaokuja, uhai ambao tumathilu hadhihi alhayati, unafanana sana na uhai huu mlokuwa duniani, allati antum fi, ambao sasa hivi mnaishi. Watutabiquha, lakini utauzidi kidogo, utaukalia juu, min haythu alhissi, kwa upande wa hisia utakuwa unahisi, wal idraki, na kutambua utatambua zaidi. Hapa utambui kitu, na kama unahisi hapa hujahisi chochote bado. Kwenye ulimi wako mmewekewa mate maalum, ambao kwa mate hayo unapata ladha ya vyakula na vyakula, matunda na kila kitu. Na mwenyewe duniani hapa unahisi kwamba kwa hakika kitu kadhaa kadha kitamu mno, unaweza kusifu hasa. Lakini katika maisha atakayopewa baadaye mtu, hiyo ladha ya kinywani mwake leo duniani haifai chochote, hajapata kuona ladha kuliko atapona ladha huko baada ya kufufuliwa. Na kama kuna kitu kichungu ambacho mtu kaonja duniani hapa, atafute mtu chochote ambacho kichungu cha sifa ya uchungu, hasa shubiri duani, mtunda, maji ya mtunda ambao uchungu wake unabaki kinywani, hata kama ndokula peremende katule bali basi bado kwa muda. Basi naam, mti wa mzakumi na usaha utakaowavuja watu katika jahannam, na maji ya moto utakaoonyeshwa kwa nguvu watu wa motoni, hajapata hapo mtu kuonja kitu kichungu katika kinywa chake kuliko atavonja vitu hivyo, vimezidi mno. Na ukija katika starehe ya kiwiliwili, kwa mtu atakuwa na wake kule, na wengine si katika jinsi ya binadamu ambao nawatambua, bali katika hurul ain, viumbe wengine kabisa. Basi ile ladha ambayo mtu alikumbuka duniani, huwezi kuimithilisha hata kwa percentage moja tu katika 100, haiwezi kulinganishwa. Hiyo ndio hali itakavyokuwa. Imezidiwa uhai wa kidunia kwa upande alhisi, kwa hisia haufai kitu, wal idraki, na kutambua vile vile, kutambua atavotambua mtu akhira, na mara tu baada ya kufa atatambua vingine kabisa kuliko kutambua duniani. Na ataambiwa na Mola wake kama ilivyokuja kwenye sura Qaf wal Qur'an al-Majid, fabasaruka al-yawma hadid fakashafna anka ghita'aka, tutakuondolea kizuizi kilichoko kwenye macho na utaona mambo ya ajabu. Basi mpaka kule kudiriki kuona kwake mtu na fahamu yake mtu itakuwa ni kali mno. Leo hii anaona, lakini kuona kwake anaweza kadanganywa kwa kitu kilichokuwa mbali kidogo, mara anakiona vingine sivyo kile kilivyo umbo lake. Aeroplane
inaporuka angani usawa wa bahari kama futi kama 1000 2000 hivi, basi ishakubadilikia, unaiona vingine kama kidude kidogo. Kumbe ikija ikitua kwenye ardhi ni dude kubwa, laweza kuchukua pasinja mpaka 400 na mizigo yao na motukari. Na kwenye ndege hiyo kuna baadhi ya sehemu watu wanaita sehemu ya kulia vyakula, wengine wanaweza kuchezea rumba humo na hivi. Kumbe kuna uwanja mkubwa ndani yake. Kadhalika hii ndiyo hali ya macho duniani, na anayaweza mtu mwenye kini macho mjanja akayaghilibu kidogo tu, akafanya mambo yake amezinga mambo pale, akayaghilibu, ukaona na kuonyesha pesa, kumbe si pesa. Na ukaona kwamba yeye anamtoa nyoka kinywani, kumbe hanatoi nyoka kinywani, tambara tu basi. Lakini wewe kakufanyia kwenye macho yako haya, anayadanganya. Unaona joka linatoka kinywani, kalimeza vipi joka hili, kumbe tambara bwana, au karatasi tu basi, karatasi tu. Stage kwa staili ambayo wenyewe wanajua na vipi utayaghilibu macho ya binadamu. Na yanaghilibiwa sana macho haya. Hata unapopita barabarani katika siku za jua kali au jangwani, unaweza kuona kwa mbali kwamba kuna maji, bahari kubwa, ziwa lile limejaa, na wakati huo kiu imekuzonga, unakwenda mbio kwamba pale nitapata maji sasa hivi. Kumbe wapi bwana, ni mvuke tu. Macho yako yamedanganywa, yameona kama kuna maji, kumbe hakuna maji. Lakini macho atakayokuwa nayo mtu baada ya kufufuliwa yakuwa ni macho ambayo hayadanganywi, atakiona kitu kwa hakika yake. Mwenyezi Mungu anasema thumma latarawunnaha aynal yaqin, kisha mtauona moto wa jahannam kwa jicho la yakini, bila ya kudanganywa. Sio kwamba uko mbali uone vingine, vile vile ulivyo ndo vile vile. Hisia zake mtu atakuona itakuwa nyingine kabisa. Fakashafna anka ghitaaka, tutaondoa kwa wewe pazia lako la macho. Fabasaruka al-yawma hadid, basi utaambiwa jicho lako leo limekuwa kali mno, linaona kila kitu kwa hakika yake. Al-alami, tukiondoka kwenye ladha na kudiriki kuona au kutambua, tunakuja kwenye machungu vile vile. Uchungu huu kama ni wa kiwiliwili au msononeko wa roho katika kujuta na kuona mtu kama kaangamia, kama kapatikana kweli kweli. Tafuta msukosuko wote ambao ulikupata duniani, ukadirie kwamba huwezi kusahau. Tafuta siku yoyote ambayo uliumwa sana, ima kwa kuumwa na nyoka au kupatwa na malaria au kupatwa na nini. Kumbuka siku ambayo pengine ulivunjika mguu. Basi machungu atakayokuwa nayo mtu baada ya kufuliwa itakuwa ni makubwa zaidi. Na machungu hayo ikiwa ni ya kiwiliwili au ni tabu anayopata mtu kwenye roho yake, roho inajitimai, imejinamia, ina majonzi, ina huzuni. Huzuni ya hapa hujapata huzuni bado kama itavyokuwa huko. Wal alami wal ladha, na ladha ndo vile vile. Upande wa ladha ndo vile vile. Hujapata hapo kuona ladha kuanzia kinywani mpaka kwenye mwili, mpaka kwenye macho yako unapoangalia mandhari. Hujapata kuburudika moyo wako kwa vile ambavyo utavyoviona. Fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Humo mna mambo ambayo nafsi inavyotamani ndivyo inavyopewa, wa taladhdhu al-a'yun, na yanayoburudisha macho mpaka macho kuona ladha. Maana macho nayo yana sehemu yake. Kama kachoka mtu taabani, hata kama mgonjwa vile, basi kupona kwake ni kumchukua ukamuonesha mandhari tu, basi anapona hapo tu. Pengine kachoka, yuko katika hali mbaya, sio ya mazingira yake mabaya tu. Lakini kama ataondoka hapa ende pala pengine, aanze kuona mji mwingine na ustaarabu wa watu ulivyo, na hali ya mji ulivyo, barabara zake zilivyo, usafi wake na hivi na basi atakirejea mzima mbio hana lolote. Yale macho tu kwamba ameondoka pale na anaanza kuona mambo mengine. Kachoka kuona maudhi. Akifungua mlango pana maudhi. Kwenye mlango wake wa nyuma kuna baa hapo hapo. Chini ya msikiti kuna baa hapo hapo. Alimradi usiku kucha halali. Kwa maghasia na hivi na hivi. Kachoka pengine moyo wake. Lakini kama atapata pahala aburudike, iwe hayaoni yale maudhi, tayari bwana anakuwa vingine kabisa. Hayo watu watayaona wakisafiri kidogo tu bwana. Wiki moja, wiki mbili tu basi. Wallahi uko kwenye anga, unaninginia kwenye anga sasa. Unakuja kwenu mwenyewe. Ambapo ni pahala alipozaliwa mtu. Hubbul watan min al-iman. Lakini wapi? Unapoanza kuona tu basi bandari ile ya nyumbani.
pale pale moyo unaanza kujikunja. Sasa ninakwenda kupambana na adhabu kadha kadha kadha, maji yatakuwa tabu, na umeme utakuwa tabu, chakula kila kitu kuja pale pale. Shida hii iko, kama ataumwa mtu dawa zake itakuwa hivi na hivi, inaanza kufikiria pale pale. Uko angani utakulendi, inakuja sasa na ingia pala sasa. Na unakumbuka huko unakotoka ulikokishi maisha gani. Unaanza kukaribia tu, basi moyo pale pale unaanza kukunyaa. Hivyo ndivyo atavyokuwa mtu mara tu baada ya kufumba jicho. Atakunyaa, hofu imemwandama kila anapoingia pabaya zaidi kuliko anakotoka. Wa in khalafat, maisha yatakuwa yamefanana sana hata kama imetofautiana fi baadhi shuuniha, katika baadhi ya mambo yake, alhayati alula, na hayo ya dunia, lakini mambo kwa hakika yamefanana sana, mpaka matunda watu watasema hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha. Kufanana kwake mpaka atasema hasa kama najua si fenesi hili, rangi ni ile ile, umbo lile lile, lakini kwa hakika ladha na harufu yake ni tofauti. Watapewa namna ya vitu mfano wake tu basi, lakini silo lile lile. Tufaha amelizoea la Kiunguja, rangi nyekundu, atalikuta vile vile, kadiri moyo umetamani vile vile itakuja, lakini silo lile, ni rangi tu, umbo lile, lakini ladha yake, harufu yake, maji yake yaliyomo tofauti kabisa. Wa baada an dhakara al-adillata al-qati'a, na baada ya Mwenyezi Mungu kutaja dalili za mkato, ala sihhati al-ba'thi, juu ya kusihi jambo la kufuliwa. Manake yale yote yale la tarkabunna tabaqan an tabaqin, anaapa Mwenyezi Mungu mtafuliwa nyinyi na mtapanda stage mbaya sana kama mkumtii Mwenyezi Mungu, mtasafiri na myaone mambo ya ajabu. Baada ya Mwenyezi Mungu kutoa dalili hizo za mkato, ala sihhati al-ba'thi, juu ya kusihi kwa ufufuliwa viumbe, wal hisabi, na kuonesha kwamba atawalipa viumbe vyake, ankara alaihim, hapo Mwenyezi Mungu akakanya kwa wao, amechukia sana kwa wao, amepinga kwa wao, istibadahum, kule kujitenga kwao, lahu, kujitenga kwao na yeye. Faqala, akaja akasema katika aya mbele, fama lahum la yu'minun. Baada ya kiapo kama hicho na watu mambo wanayashuhudia wenyewe, wana nini viumbe hawataki kuamini mpaka leo bado? Na kama wameamini, kwa nini basi imani zao hawazithibitishi kwa kufanya niloamrisha? Basi kaka kitako mtu Muislamu tu, basi Muislamu tu, kila kitu katakuwa simple sana. Bado hajadecide mpaka leo kwamba nianze sasa kurejea kwa Mola wangu, nimtaka radhi zake. Sasa nishafanya mengi ya kupo na ya kujaa, nitakwenda kupokelewa vipi mimi na Mwenyezi Mungu? Bado hajadecide mtu, bado mpaka sasa hivi. Fama lahum, basi wana nini viumbe la yu'minuna, hawataki kuamini. Yani fa ayu shay'in, kuna kitu gani, kuna jambo lipi, lihaulai aljahidina, kwa hawa wapinzani, jambo gani liliopo, yamna'uhum min al-imani billahi, lenye kuwazuilia wao kwanza kumamini Mwenyezi Mungu vilivyo, wal ba'thi, na kuamini kufuliwa, baada wuduhi dalaili, baada ya kuwekwa dalili hizi wazi wazi kabisa, ala wujubihi, juu ya kuwajibika kwa jambo hilo kama Mwenyezi Mungu atalifanya lazima. Fama lahum la yu'minuna, yani fa ayu shay'in hadatha lahum. Kwa maneno mengine aambiwa binadamu, kitu gani kimezuka kwao? Labda kuna jambo limempata mtu kubwa, wazimu, hana wazimu, yuko mzima kabisa fit, basi nini kimempata huyu? Fa ayu shay'in hadatha lahum hatta jahadu, mpaka wakaweza kupinga, wakakataa qudratallahi, uwezo wa Mwenyezi Mungu, si uwezo wa binadamu, uwezo wa muumbaji, wamekataa. Wa ankaru sihhata alba'thi, na wakakataa kusihi kwa ufufuo, kwamba hakuna jambo hilo, wakataa. Wa kullu shay'in amamahum, na ilhali kila kitu tumewekea mbele yao cha kuonyesha mifano kwamba Mwenyezi Mungu atafanya hayo. Kullu shay'in amamahum, kila kitu kiko mbele yao. Yunadi, kinatangaza wenyewe kitu hicho, bibahiri qudratihi, kwa ukubwa wa nguvu zake Mwenyezi Mungu na uwezo wake. Wa yurshidu, na kitu hicho kinaongoza waziwazi, ila adhimi sultanihi, juu ya ukubwa wa ufalme wake Mwenyezi Mungu. Wa kisara dhalika,
na ufupi wa maneno hayo, innahu la shibhata lahum, kwa hakika hakuna mshabaha wowote kwa binadamu yoyote awaye, na asome vipi na ana nguvu gani na gani za teknolojia. La shibhata lahum, hawawezi kutoa mshabaha wowote, yasihu, ambao utafaa kabisa, an yastamsiku, wao kushikamana nao, biha, mshabaha huo, ala inkari alba'th walhisabi, yani waweze kukataa kufufuliwa na malipo, hawezi kutoa chochote kile. Na waeleze kinagaubaga wanakataa kutokana na dalili gani. Nguvu walizonazo hawawezi kujizuilia na utu uzima, hawawezi kujizuilia na maradhi, hawawezi kujizuilia na kufa. Ina maana hawataweza kusema chochote kuambia watu kwamba kitu ni uongo mtupu, ila wananyenyekea, wako tayari, wanamfuata Mwenyezi Mungu kama anavyotaka mwenyewe, ndivyo anavyokwenda vile vile. Kama anavyoamua ndivyo hivyo hivyo atavyokwenda vile vile. Akiamua sasa na mnyang'anya mtu jicho, hana pa kulipata. Hata wakusanyike madaktari wangapi duniani, kama ataamua Mwenyezi Mungu sasa basi kuona, basi haoni tena. Na kama ataamua kwamba huyu lazima miguu itoke ili uhai kama utabakia miguu anyang'anywe, atamnyang'anya. Haiwezekani kubakia, ila atakufa tu. Allahu a'lamu, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Tutaibakisha kwanza tafsiri ya sura hii mpaka hapa kwenye aya nambari 20. Tukija inshallah darasa ijayo tutaendelea kumalizia nambari 21 mpaka tufike mwisho wake 25. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته.